Leo tutakuwa na somo, ingekuwa wewe ungejisikiaje? Bila shaka ukifuatilia video hii hadi mwisho utaweza kupata jibu. Mwandaaji wa somo hili ni mtumishi wa Bwana Mwinjilisti Alan Wallace, na msomaji wa somo letu la leo ni mtumishi wa Mungu dada Salama Kahindi. Hapa ni kipindi Yesu Ndiye Njia. Endelea kutufuatilia kupokea masomo tofauti tofauti ya kuhudia wokovu na jinsi ya kuwa na uhusiano wa ndani hata zaidi na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi, ushauri na hata mapendekezo kwa mtumishi wa Bwana Mwinjilisti Alan Wallace, utaweza kupata nambari yake ya simu mwisho kabisa wa video hii. Na pia utaweza kumpata katika social media platforms tofauti tofauti kwa jina hilo hilo la Mwinjilisti Alan Wallace. Karibu. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nasema ni asante kwa ajili ya usiku wa leo. Bwana Yesu Mfalme mtakatifu, mba mbingu na nchi, tuko chini ya nyayo zako ni kwa ajili Baba ya kukuabudu Mfalme mtakatifu. Neno lako lenye nguvu, uwezo na mamlaka tunalibariki mikononi mwako, tukiinuka kinyume na kila falme zote za giza, nguvu zote za mapepo, majini, machawi, madevil, witchcraft, maso na maganga, machawi yote, laana zote na kila falme zote za giza, roho za devil worshippers zikose uhai katika jina la Yesu. Tuongoze, ututangulie na neno lako lipokelewe kwa uwezo wa nguvu zako. Baba yangu, tufunguliwe kupitia kwako, maana ndiwe mwalimu mwema. Utuongoze kwa uwezo wa nguvu zako, na hadi sasa tunanyenyekea mbele zako tukilitia jina lako takatifu, na ukawe pamoja nasi pamoja na Roho wako Mtakatifu. Kwa Yesu Kristo naomba nikibarikisha neno na kunena mafundisho haya kwa uwezo wa nguvu zako. Kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika mafundisho ya siku ya leo, na leo tutakuwa na somo, ingekuwa wewe ungejisikiaje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unamfuata mtu, unajua anaumwa kwa muda mrefu sana na dawa yake unayo mfukoni mwako. Kila unapojaribu kumwambia akusikilize, anaondoka, anasema achana na mimi. Unaamua kuchukua hatua ya kumfuata mpaka mtandaoni ili upate kumwaminisha kuwa dawa ulionayo itamponya, kwa kuwa wengine wengi wameponywa kwa dawa hiyo. Hataki, anasema achana na mimi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Je, ingekuwa wewe ungejisikiaje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukweli ni kwamba wapo watu wengi wanajaribu kukuelekeza na kutaka kukusaidia, wakijua hatima ya maisha yako ni mbaya, lakini wewe umekuwa busy, unawapinga, unawadharau, unawaona waongo. Kumbe wanachojaribu kukusaidia nacho ndiyo msaada wako na mafanikio yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Si mimi peke yangu, ila wapo na watumishi wengine wengi ambao Bwana Yesu Kristo amekuwa akiwatumia kukufikishia mafundisho, maonyo, maono na kadhalika, kukusaidia ili hatima ya umilele wako uweze kuwa mbinguni, ila unapinga na kuwapinga wengine, ukiona sisi hatufundishi ukweli ila tunapotosha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kuambia ukweli katika Kristo Yesu, mwenyewe unajiamulia kuishia kuzimu pasipo kujua, ukidhani upo katika njia iliyo sahihi, kumbe unapotea. Kitabu cha Methali 14 mstari wa 12 inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Vile vile Mathayo 7 mstari wa 13 na 14 inasema,
Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naona heri udharau neema ya Mungu ya kupitia mafundisho, maonyo na maono, ili kukusaidia wewe katika kipindi hiki cha mwisho, nawe upate kuingia katika raha yake. Na kuambia mpendwa, jiulize maswali haya, kisha kama utakuwa na mashaka juu ya mafundisho yaliyo katika peji hii ya Alan Wallace au za watumishi wengine wanaokemea vitu, piga magoti na uombe udhihirishiwe Mungu si katili kiasi hicho akuache upate kupotea wakati unatafuta kujua njia iliyo sahihi kuelekea kwake. Atakujibu tu. Maswali. Swali la kwanza: mtumishi anafaidika nini mimi nikiacha anachoniambia niache? Swali la pili: mbona watumishi nilio chini yao hawajawahi nielezea kama kuniambia mambo haya? Swali la tatu: endapo nitatii na kufanya mabadiliko katika maisha yangu juu ya haya niliyojua, nitapungukiwa na nini? Swali la nne: endapo sitotii kuacha vitu elekezwa, nikakuta kumbe nilipaswa kutii, itakuwaje? Swali la tano: endapo nitatii kuacha vitu elekezwa na nikakuta ilikuwa sio lazima kutii, itakuwaje? Kwa nini Mungu? Swali la sita: kwa nini Mungu amependelea nikutane na ujumbe huu na nitazame mpaka mwisho? Mbona posti nyingine naziruka? Bwana Yesu Kristo na akusaidie katika uweza wa Roho Mtakatifu, ikiwa yupo ndani yako, na ikiwa hayupo, neema yake isimame kukutetea, kujua ukweli uwezao kukufikisha mbinguni. Na huo ndio mwisho wa ujumbe huu wa leo. Amen. Naamini umebarikiwa na ujumbe huu na hata pia kuweza kupata majibu ni nini ungeweza kufanya kama ingekuwa ni wewe. Usiache kutufuatilia na pia usikose kulike ili video hii ikaweze kuwafikia watu wengine wengi. Pia usiache kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, nao wakaweze kubarikiwa. Hadi wakati mwingine, shalom, haleluya, amen.